Sehemu ya pili inaendelea. Sehemu ya pili inaendelea ni mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu wa injilisti, mashemasi na maskofu, mwalimu Joseph, mtumwa wa Yesu Kristo. Tunahubiri watu waokoke wapate uzima milele katika damu ya Yesu Kristo. Hakuna mwingine anayeweza kuokoa zaidi ya Yesu Kristo. Hakuna. Sabato haimuokoi mwanadamu isipokuwa kupumzika tu. Sabato haimpi mtu uzima isipokuwa kupumzika tu. Jumapili haimpi mtu uzima isipokuwa kupumzika tu. Bali Kristo kama atahubiriwa popote utakapokusanyika kwa jina lake Yesu Kristo, hapo ndio kuna roho ya Kristo na watu wanaonyana na wanafundishana. Popote watakapokusanyika, wakati wote, muda wote, wakaongelea habari za Yesu Kristo, roho wa Mungu yuko mahali hapo. Roho Mtakatifu anafanya kazi mahali hapo. Lakini akitajwa mtu mwingine zaidi ya Yesu Kristo, akatajwa jina lingine juu ya jina la Yesu au chini ya jina la Yesu, hapo roho wa Kristo hamna. Hakuna roho wa Mungu hapo. Msidanganyike, hakuna. Yesu Kristo pekee ndo anaweza kutupa uzima milele kwa damu yake na kwa kufa kwake msalabani. Hakuna mwingine. Hakuna mwingine. Tunaendelea na Wasabato. Tumeona hapa siku ya 7 ni kupumzika, sio kufanya kazi yoyote. Haya, tuangalie kwenye Agano Jipya katika Luka. Kitabu cha Luka 10. Luka 13:10. Kitabu cha Luka 13:10 inasema, siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Kwa hiyo Sabato, wale wanaokusanyika siku ya kupumzika wanakusanyikia kwenye sinagogi. Wayahudi ambao waligeuza kwamba ni dini sasa, ambako Yesu alienda kuwahubiria wamwamini yeye, wasiamini yale mafundisho yalikuwa yanafundishwa mle. Hatuoni watu walikuwa wanakusanyika hapa kwenye sinagogi, waliokuwa wanakusanyika siku ya Sabato, tunataka tuwajue na leo hapa Tanzania tuwapate hao watu kufundisha hivi vitu. Maana wengi wanajifanya kwamba walikuwepo, kwamba Sabato ilikuwepo, kwamba Wasabato walikuwepo. Sasa natakuwa watuonyeshe Wasabato ni wakina nani na Wasabato ni hao wanaotajwa kwenye Biblia ndio hao Wasabato tulionao leo. Tuangalie. Ukiangalia hapa siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Naye amepindana hawezi kujinyosha. Hapa pia hata Waislamu pia wanasemaga Yesu alikuwa Muislamu. Sinagogi ni msikiti. Mbona hapa kulikuwa kuna wanawake? Hao nao hebu angalia mafundisho yanavyopindishwa. Hebu angalia mafundisho yanavyopindishwa na watu. Yanapindishwa na watu. Watu wa madhehebu wanapindisha maandiko ya Yesu Kristo. 12. Yesu alipomuona alimuita akamwambia, "Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako." Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagogi alikasirika kwa sababu Yesu alimponya mtu siku ya Sabato. Akajibu akawaambia mkutano, "Kuna siku 6 zifaazo kufanya kazi, basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato." Hebu fikiria, mimi niliye mdogo leo, mimi ambaye sina elimu ya kidunia, nimetoa maandiko kwamba siku ya Sabato sio siku ya kuabudu. Siku ya Sabato sio siku ya kumtukuza Bwana kwamba tunamwabudu Mungu kwa njia hii. Hakuna. Ni siku ya kupumzika. Hata hapa maandiko yanajieleza wazi. Kitu kinachowafanya watu wasielewe maandiko ni kitu gani? Ni kwa sababu taasisi hazina kazi nyingine. Watu wamesoma hawana kazi. Kwa hiyo wameamua kufanya biashara kwa jina la Yesu Kristo. Wameanzisha biashara zao kupitia jina la mtu. Wakati lile jina la mtu ambao wameanzisha nalo kwenye biashara zao, na wanajenga manyumba, wanasomesha watoto, wananunua magari, hilo jina msaada wake ni kusaidia watu. Umwambie mtu kitu aje atoe, awasaidie hao ambao hawana katika kusanyiko wanaomwamini Yesu Kristo. Akawapelekea yatima, akawapelekea wajana, awapelekee na wengine ambao wanaamini katika Yesu Kristo hawana kitu, awagawie. Hilo jina linaponya magonjwa bure. Mtu hawezi kuja akasema ni mdhaifu anamwamini Yesu Kristo, anataka ponywe na yeye afu mtoze pesa. Mtu anataka batizwe au apate mwili mpya, maisha mapya katika Yesu Kristo, alipie pesa. Iwe kulipia karatasi, sasa vya nini sasa? Yaani mtu anataka batizwe, auvae mwili upya, azaliwe mara ya pili, auvae mwili mpya katika Kristo, halafu alipie pesa. Hapo tuna imani kweli au tuna biashara jamani? Tusaidiane hapo.
Mtu anakuja kwangu, mchungaji, nataka nitubu nimwamini Yesu Kristo. Namwambia sawa. Katika kutubu kwako na kufundisha mafundisho haya hapa. Usizini, usifanye uasherati, usinywe pombe, usilawiti, usifile, usiabudu sanamu, usitukane, usipende dunia, usifuate starehe. Ukimwamini Yesu Kristo na uwe mtakatifu. Akishakubaliana na hayo, mimi ule mtu nambatiza. Amekubali kuacha dhambi zote ambazo zinafanyika hapa duniani. Amekubali kuziacha. Huyo mtu hana budi kubatizwa. Sasa huyo mtu anayebatizwa atalipiaje pesa? Wokovu unauzwa? Mbona sisi tumesamehewa dhambi bure na Yesu Kristo alipokuwa msalabani? Mbona hatujamlipa chochote? Wewe umemlipa nini Yesu? Halafu wewe unabatiza watu kwa pesa. Halafu wewe unaombea watu kwa pesa. Tubadilike. Tubadilikeni. Yesu anataka watu wawe watakatifu. Yesu anataka watu waache dhambi. Yesu anahitaji watu walio wema. Yesu anahitaji watu wanaojitambua. Hicho ndio kitu kinachohitajika katika Yesu Kristo. Tubadilike. Tubadilike. Katika Yesu Kristo sio kunywa pombe, sio kuweka malasta ya bandia, sio kujichubua, sio kuweka makucha. Yote hivyo ni fake. Kucha ni uchafu, wewe unaweka makucha bandia. Alafu sisi tunakata kucha, tunaondoa uchafu, wewe unaweka makucha bandia. Sisi tunasema Yesu Kristo ndio njia ya kweli, wewe unasema Sabato ndio njia ya kweli. Jamani. Njia itakupa uzima wakati ni siku ya kupumzika, haina kitu chochote. Mfano hebu angalia hapa katika Waebrania 4:9 mpaka 10. Watu wengi wamepotea kwa kutokujua maandiko. Na mnawaombea kwa Kristo wasome Biblia ili msiendelee kudanganywa. Ukisoma hudanganywa. Maana akija utamuuliza wewe swali. Katika Waebrania 4:9 inasema, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Mstari wa 10. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Waebrania 4:10 inasema, kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika raha yake kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Leo watu wanasoma ati Sabato ni watu wa Mungu, afu wanaitukuza Sabato. Kumbe Sabato ni kupumzika wewe mwenyewe kwenye kazi zako. Sio Sabato ya kupumzika tena. Ukipumzika na hata kuletea hela. Pumzika utakapoona wewe, mimi muda huu nimetafuta hela, nimechoka muda huu na nipaswa nipumzike. Sio eti Sabato na ipumzike eti itakupa utukufu. Hakuna. 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 Ukija kuangalia hapa sasa, tunataka tumalizie hapa kwamba hawa waliokuwa wanakusanyika kwenye sinagogi, hawa waliokuwa wanapumzika siku ya Sabato walikuwa ni watu gani na ni wakina nani? Je, wa Sabato walikuwepo? Hilo ndio swali. Hawa waliokuwa wakipumzika wa Sabato walikuwepo? Maana hapa Uislamu haupo. Uislamu umeanzishwa mwaka wa 610 baada ya Kristo na Mtume Muhammad. Ulikuwa haupo, na ndio maana jana Uislamu una miaka 1470 ngapi? 1714 Hijiria. Kwa bado huko nyuma. Kwa Uislamu siri zinaanza kutoka. Uislamu umeanza juzi. Una miaka ya 1700. Ungekuepo kabla ya Adamu, wangepiga mahesabu kabla ya Yesu ikawa ina miaka mingapi? Ndio maana Ukristo una miaka 2000 duniani. Ndio tuko 2024 huko hapo. Uislamu na 1100 wao wako nyuma. Tuangalie kipande cha mwisho, sehemu ya 3.